Kwa mara nyingine tena jeshi la Iran latoa tahadhari likisema lipo tayari kukabiliana na makosa ya kimkakati ya maadui. Miongoni mwa makosa ya kimkakati ambayo yanatajwa wakati huu ni katika kufanya shambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jeshi la Iran IRGC limesisitiza utayari wake kamili wa kukabiliana na vitendo vyovyote vya uchokozi au makosa ya kimkakati kutoka kwa maadui wa taifa la Iran kwa wakati wowote na kwa kiwango chochote, likisema wakati huu ole wake yoyote ajaribu kuigusa Iran. Taarifa iliyotolewa na makamo wa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa mnasaba katika kukumbuka miaka 36 tangu kuaga dunia kwa mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Imam Ruhollah Khomeini, amesema kwa uongozi wake wa kipekee wa kimeujiza pamoja na haiba yake ya kihistoria kama msomi mkubwa wa dini na mbunifu wa karne hii, Imam Khomeini alianzisha mfumo wa kidini uliojengwa juu ya misingi ya demokrasia ya kidini na mafundisho ya Kiislamu. Mfumo huu ulivunja mpangilio wa dunia wa kisasa wa upande wa magharibi na mashariki na kuibua nguvu mpya kama mapinduzi ya Kiislamu katika medani ya kimataifa, ilieleza taarifa hiyo. Jeshi la Iran limebainisha kuwa taifa hilo lenye ujasiri, hekima na moyo wa kishujaa litaendelea kushinda changamoto, vikwazo, mashinikizo na matatizo yote chini ya uongozi wa kiongozi wa sasa wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Al-Khamenei. Jeshi litawafanya maadui kujutia vitendo vyao kwa kusimama imara dhidi ya vitisho, njama, uchokozi na uovu wa mfumo wa kiulimwengu wa kiunyonyaji, huku wakiendelea kuimarika katika nyanja mbalimbali za maendeleo na uwezo wa kitaifa. Taarifa hiyo ilisisitiza ikisema kwamba vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vyenye uwezo mkubwa, ujasiri na utayari wa kupigiwa mfano viko tayari kukabiliana na chokochoko au makosa yoyote ya kimkakati kutoka kwa maadui kwa kutegemea msaada wa Mwenyezi Mungu na uongozi wa busara wa Amiri Jeshi Mkuu. Pia ameeleza kuwa vikosi hivyo ni nguzo kuu ya usalama wa taifa la Iran na vinafuatilia kwa karibu mienendo na mipangilio ya maadui wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Tangu Aprili 12, Iran na Marekani zimekuwa zikifanya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran unaolenga matumizi ya amani. Pamoja na kuwepo mazungumzo hayo, Marekani pamoja na Israel wamekuwa wakitoa vitisho dhidi ya serikali pamoja na jeshi la Iran. Kwa upande mwingine, utawala wa Israel umekuwa ukitishia kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran endapo mazungumzo hayo yanayoendelea baina ya Tehran na Washington chini ya usuluhishi wa Oman yatavunjika. Hata hivyo, kufikia sasa mazungumzo hayo bado hayaeleweki kutokana na matakwa ya rais wa Marekani Donald Trump juu ya masuala ya nyuklia ya Iran, huku ikiitaka Iran iachane na mpango wake wa urutubishaji wa uranium. Mwaka uliopita Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilirusha makombora dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israel katika operesheni Ahadi ya namba 2 kama jibu kwa shambulizi la utawala wa Israel katika ubalozi wake nchini Syria, pamoja na mauaji ya viongozi waandamizi na wanaharakati wa upinzani wa Palestina na Lebanon na kamanda mwandamizi wa vikosi vya walinzi wa Kiislamu IRGC Qasem Soleimani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutaendelea kukujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.